ile dhambi inaendelea. Kiangalia katika Islamu na kudia siku kutoka wakati ule kiongozi fulani kama na maaskofu kwa ndani wao baadhi ya watu na hali pengine mengi ambapo unaona kama magadamu tatizo hili linaendelea. Na sisi katika nchi yetu ya Tanzania hatungependa kuona damu zinamwagwa. Na nyinyi vijana ninawaombeni, ninawaasa kweli msijishirikishe na yale yote ambayo yanafanya mshiriki kumwaga damu ya mtu. Iwe katika familia, ndogo ya familia. Unaweza kama kugombana bila mikasa asijia hadi sijui umefanya kabisa. Usifikiri hata mara moja kuja nikafanya kitu fulani kupoteza uhai wa mtu. Hiyo dhambi, tena dhambi ya yule unayemuua na ya kwako zote unabeba wewe. Umemrahisishia yule kwenda mbinguni, lakini wewe mwenyewe umejipea kitanzi. Umejizuia katika msimamo mnene. Kwa hiyo msijiwe katika familia, kuna migongano ya familia, kuna shida, msijiingize katika mambo ambayo yanaweza kusababisha damu ya mtu kama hii. Na wala nyinyi wenyewe msimwage damu zenu wala damu za wengine katika maisha yenu. Tumeelewana? Ndio. Na hasa katika ulimwengu wa leo na sisi tunaingia katika mambo ya siasa na mambo mengi na kwenda na huku, msijiingize katika mambo yale ambayo tunaona yanawashawishi kuchukua panga, kuchukua mkuki, kuchukua bunduki, kuchukua nini. Nyinyi mjue ukiingia katika hali hiyo na kumwaga damu, hali hiyo itaendelea katika nchi hii miaka na miaka. Sisi tunafurahi kwa sababu Tanzania tulijaliwa kuwa na amani. Na amani hii si lelemama, si lelemama, lazima ilindwe. Na ninyi vijana ni watu wa kwanza kuhakikisha kwamba tunalinda amani yetu ili tubaki salama sisi na watoto wetu na watoto zetu na vijukuu vyetu. Maana tunaweza kusema sisi tutakapokufa wale watakuja shauka. Hapana, kama wazee wetu walituachia amani, sisi tuna wajibu kuhakikisha kwamba hiyo amani inaendelea. Kwa hiyo mashahidi tunawashangilia, lakini wale wauaji walioua wale mashahidi hao wapata laana mbele ya Mwenyezi Mungu. Na hata leo tunaweza kusema yeyote anayemwaga damu yao kwa sababu yoyote analaaniwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Hata wewe mwenyewe uruhusiwi kumwaga damu yako. Maana leo kuna vijana wanasema kata tamaa, ndio namna nzuri ya kuweza maisha haya, hebu ngoja nimalize mwenyewe. Unakuja laana nyingine, una fursa pia ya kuingia katika mzima ule ambao mashahidi wanashangilia. Wale walisimama kwa sababu ya imani yao, kusema sisi tunachagua kupenda Kristo katika maisha yetu, hata kutolea nafsi zetu. Hicho tupate kuwapongeza. Na kuna laani wale ambao waliwaua, na hata leo kuna watu wanaendelea kuua wengine. Tunalaani katika namna hii, hamifai na ni hatari na inaweza kuwa laana katika nchi. Hilo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo kweli kama vijana kwa Kristo kwa Katoliki, ni lazima ninyi mkipie imani yenu. Ni lazima mpende imani yenu, mpende kanisa lenu, na mkuwe tayari kutetea imani yenu kwa maisha yenu, maneno na matendo yenu. Na hii itadhihirika namna mnavyoishi katika mazingira yenu, katika parokia zenu na katika vigango vyenu na katika jimbo lenu. Na wakati tunapoona kwa vijana hawa wote walikuwa hapa, kwetu sisi kama kanisa tunakuwa na matumaini kwamba kanisa letu bado lina watu na safari. Bado kuna msingi mkubwa wa kanisa, kwa sababu nyinyi mpo. Nyinyi msipokuwepo kanisa linakufa. Nyinyi mpo na kanisa litaendelea na litasimama. Tunajua kati yetu tutapata mapadri, tutapata maaskofu, tutapata viongozi wa halmashauri na viongozi wa jumuiya na wengine wengi ambao watabeba kijiti ambacho walianza wenzetu kupokea sisi, na baadaye mnakuja ninyi na kanisa la Mungu linaendelea mpaka Kristo atakapokuja. Kwa kila mmoja ajue na wajibu wa kusimama imara katika imani Katoliki, ile imani ambayo mlipata kwa ubatizo na mkarudia katika sakramenti ya imani. Na hicho kitu ambacho tunawaombea katika kongamano hili, dumu katika imani yenu ya kanisa. Mimi ni hayo mawili ambayo ninadhani ni vyema niwaasa